Bwana Yesu asifiwe. Ni jioni njema ambayo Kristo ameifanya kwa ajili ya mapenzi yake mema katika siku ya Jumapili hii ambayo Mungu ametukirimia katika maishani mwetu. Basi wapendwa, nataka nikueleze ya kwamba katika jioni leo Mungu alikuumba kwa makusudi, na anapokusimamisha katika duniani kuna makusudi ambayo Mungu ameyapanga katika maishani mwako. Jifahamu kwamba wewe sio mtu wa kawaida, bali wewe ni mtu ambaye uliwekwa kwa makusudi. Ukisoma kitabu kile cha Exodus chapter 9 verse 16, kutoka mlango ule wa 9 mstari wa 16, inasema lakini nalikusimamisha wewe kwa sababu hii ili nikuonyeshe uwezo wangu. Angalia maandiko, inasema kwamba Mungu akamsimamisha kwa uwezo, akamsimamisha Musa kwa sababu ya makusudi ya kwamba aonyeshe nguvu yake. Kwa hivyo wapendwa, katika maishani mwako kuna mambo ambayo unayaona katika maishani mwako, lakini uelewe kwamba kunalo kusudi ambalo Mungu amekusimamisha. Maana imefikia wakati unataka kuacha wokovu, unajiona duni katika mambo yale unapitia kwa maisha yako, lakini Mungu anasema kwamba alikusimamisha kwa makusudi. Hakukusimamisha kwa sababu ili kwamba uendelee kubaki katika shida, uendelee kubaki katika matatizo, kwa sababu Farao alisimamishwa ili aweze kuwa kikwazo katika maishani mwa watu wa Mungu. Ndani ya maisha yako kuna vitu ambavyo unavipitia ni kwa sababu Mungu alivisimamisha ili akaweze kuonyesha nguvu yake. Si kwamba katika mambo haya unayoyapitia ni kwamba utaendelea kukaa katika shida hiyo, bali Mungu amekusimamisha mpendwa, kwa lengo na kusudi ili akaweze kudhirisha nguvu yake, akadhirisha uwezo wake katika maishani mwako. Najua unahangaika katika maisha yako, unasumbuka, unaishi kwa matatizo, yani kila jambo unalolifanya halifanyiki vizuri, maisha yako ni matatizo, lakini kumbuka ya kwamba Mungu alikusimamisha kwa makusudi ili nguvu za Mungu zikaonekane kupitia matatizo ulionayo, ili Mungu akaonekane kupitia matatizo unayoyapitia, kupitia magonjwa, kupitia matatizo, mahangaiko, shida, kulala na njaa, matatizo unayopitia, ni kwamba Mungu akaweze kuonekana katika maishani mwako. Angalia, ukiwa mtu mzima, ukiwa wewe huna ugonjwa katika ndani yako, alafu utoke uende kwa daktari na umwambie daktari, natoka unitibu, basi daktari anaanza kuona kama wewe ni mwenda wazimu. Anaweza kuona wewe ni mtu ambaye hueleweki, ni mtu ambaye umechanganyikiwa. Lakini wacha nikwambie, lakini ukiwa mgonjwa, daktari atang'ang'ana, ataenda kufanya vipimo vyake vyote. Ndio maana wakati anapoona shida anaanza kuishughulikia. Na ndivyo katika maisha yako kuna vitu ambavyo vimesimama ndani ya maisha yako ili kwamba nguvu ya Mungu ionekane. Maana Mungu atashughulikia hiyo shida, na ikishaondoka utaweza kujua kweli hakika kuna Mungu. Najua unahangaika, lakini Mungu wa mbinguni ana mipango mizuri. Mpendwa, unahangaika na kazi, unafanya kazi, unaonewa, unafinyiliwa, lakini katika mambo haya Bwana alileta hayo shida. Kwa nini Mungu amtume Musa akawatoe wana wa Israeli? Kwa nini Mungu amtume Musa? Maana Musa alimuumba na Farao alimuumba. Kwa nini amtume yeye? Farao alisimamishwa ili aweze kuwagandamiza wana wa Israeli, lakini Mungu naye akasimamisha Musa ili akaweze kuwa mtatuzi. Katika ndani yako Mungu amefungua njia ya wewe ukaweze kufunguliwa. Kwa hivyo katika matatizo unayopitia ni kwa sababu Mungu ameyasimamisha ili akaonyeshe nguvu zake. Unapomwita naye atashuka na kuondoa matatizo unayoyapitia. Wacha kubabaika katika maishani mwako, bali simama imara katika Mungu. Simama imara, naye Mungu wa mbinguni ataweza kudhirisha ukuu wake. Anasema, nilikusimamisha wewe kwa sababu hii ili kuonyesha uwezo wangu, tena kwamba jina langu likatangazwe katika dunia yote. Shida imesimamishwa ili kwamba wewe usimame na Mungu na shida iondolewe, ili matatizo yaondoke, ili watu wakaone vile Mungu alivyo mwaminifu.
haya unayoyapitia ni kwamba Mungu ameyasimamisha ili utukufu wake ukaweze kuonekana. Kwa hivyo haina haja wewe usumbuke, haina haja kuhangaika, bali endelea kusimama na kumwamini Mungu. Simama na kumwita Mungu mpendwa. Ni wakati wa wewe unapoona shida, si wakati wa kubabaika, bali ni wakati Mungu wako kaonekane, Mungu wako akaweze kutangazwa kupitia wewe. Kwa hivyo shida hiyo ulionayo itaondoka na Mungu ataweza kusimama pamoja na wewe. Kwa hivyo mpendwa, katika jina la Kristo, usibabaike kwa yale unayapitia, bali yakabidhi Bwana, endelea kuyapeana kwa Mungu, naye Mungu wa mbinguni ataweza kuonekana. Haina haja wewe uendelee kuhuzunika, haina haja wewe uendelee kutatizika, bali endelea kusimama, kwa sababu Mungu alikusimamisha wewe kusimama na wokovu. Umesimama wewe ambaye hujaokoka, mkubali Bwana Yesu, rudi kwa Yesu Kristo, mpatie maisha yako Yesu Kristo, naye ataweza kukuokoa. Maana shida ulionayo, mimi nilipitia shida nyingi sana, lakini nilipojitambua, nilipojua ya kwamba Mungu alinisimamisha kwa makusudi, na nimesimama katika njia ya Bwana. Na wewe pia simama katika njia ya Mwenyezi Mungu, na maisha yako yatabadilika, na utamwona Mungu akifanya mambo mazuri katika na maishani mwako. Haina haja ya wewe ubabaike, uendelee kujitesa. Kitabu cha Warumi mlango wa 9 mstari wa 17 inasema Farao akasimamishwa, na maandiko yaliweza kusimama kwa ajili ya kwamba uliyasikia yote haya ambayo unayapitia katika na maishani mwako. Lakini wacha nikwambie, Mungu wa mbinguni ameona machozi unayolia, ameona mateso unayopitia, anaona vile unavyokuwa, na yeye Bwana wa majeshi ataweza kuonekana. Kitabu kile cha Torati mlango wa 10, kitabu cha Torati mlango wa 1 mstari wa 33. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Deuteronomy chapter 1 verse 33, inasema ya kwamba katika ndani yako unajua mambo haya yote. Katika usiku Mungu aliwaongoza kwa wingu la moto, na mchana akawaongoza kwa wingu, ili wafikirie mahali ambapo wataweza kuweka hema zao. Hata vile unapitia shida, Bwana Mungu anakuongoza ili ukaweze kujenga nyumba yako, ili ukaweze kuishi na familia yako. Wacha kubabaika. Unajiona ya kwamba wewe ni masikini sana, unapitia katika mambo haya, katika shida na katika matatizo, lakini Mwenyezi Mungu ana mipango mizuri katika juu ya maisha yako. Kwa hivyo wapendwa, katika maishani mwako, kitabu kile cha Isaiah chapter 40 verse 20 inasema hivi ya kwamba yeye aliye masikini sana hata hawezi kutoa sadaka ya namna hii. Angalia, maandiko yanasema kwamba yule ambaye hawezi hata kutoa sadaka kwa sababu yeye ni masikini hohehahe, yani ako na shida. Lakini Mungu, sikiza hilo neno, anasema ya kwamba atatafuta mti usioweza kuoza, na atafute mtu stadi, yani